tukio la kutupwa kwa kitoto kichanga. Tukio hili limetokea huko katika kijiji cha Kibindu, kata ya Kibindu. Ni kwamba mwanafunzi ambaye jina tunalihifadhi, huyu ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari Kibindu, wilaya ya Chalinze. Mwanafunzi huyu yeye alikuwa na ujauzito takribani miezi yote 9. Shule hii ni shule ya boarding ambayo wanafunzi wanakwenda, kuna boarding na kutwa, lakini wanafunzi wanakwenda na mavazi yao ambayo jamii imeona inafaa. Sasa miongoni mwa wanafunzi hao ni huyu binti ambaye alipata ujauzito. Lakini katika jambo la kushangaza, katika kipindi chote hicho alikuwa anahudhuria darasani. Mpaka siku ya tukio alikuwa anahudhuria darasani. Lakini walimu na baadhi ya wanafunzi wenzake hawakuweza kugundua kwamba mwenzetu ana hali hiyo. Lakini siku hiyo ya tukio tarehe 19, yeye alijisikia maumivu ya tumbo na akaenda chooni. Na kama unavyojua vyoo vya kule ni vile vyoo vya asili. Kwa hiyo wakati anaenda kujisaidia ndipo hapo mtoto huyo akazaliwa. Lakini katika mazingira ambayo hatujafahamu kwa sababu tuendelea kumhoji, mtoto huyo alimtupa kwenye tundu la choo hilo, katika choo hicho, na akarudi darasani. Lakini mara baada ya kutoka chooni alikwenda mwanafunzi mwingine kujisaidia. Kwa alipofika kwenye kile choo, akapatwa na mshangao kukuta kuna matone ya damu pembeni ya lile shimo la choo. Akashangaa, hii damu ni ya nini? Lakini kwa sababu alipishana naye, aligundua kwamba mwenzake yule ndo ametoka huku, labda atakuwa na matatizo ya kiafya. Lakini alipojisaidia haja ndogo na kumwaga maji, kitendo cha kumwaga maji, akasikia sauti ya mtoto inatoka kwenye shimo lile. Kwa hiyo mwanafunzi huyo akatoka na kwenda kuitaarifu utawala wa shule hiyo, kwa maana ya walimu, kwamba nimekuta chooni kuna sauti ya mtoto, wakati baada ya kuwa nimejisaidia, nimemwaga maji nikasikia sauti ya mtoto. Kwa hiyo walimu na wakatoa taarifa kwenye uongozi wa serikali wa kijiji, sambamba na mkaguzi wetu wa kata ambaye anaishi kule. Kwa pamoja wakafika kwenye choo kile na kufanya jitihada za kuona hiyo sauti ni ya kitu gani, na namna gani ya kuweza kurescue. Lakini walipokuwa wanachunguza kwenye choo kile, kupitia kwenye tundu lile, wakaona ni kichanga kiko pale ndani. Na kwa nini kilionekana kwa wepesi? Kwa sababu choo kile kilikuwa kinakaribia kujaa. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuonekana, kwa sababu hakuna urefu mkubwa kutoka juu mpaka pale kichanga kilipo, kutokana na uchafu ambao ulikuwa umejaa. Kwa hivyo jitihada zilifanyika na hatimaye walimwokoa mtoto yule na kumkimbiza hospitali katika kituo cha afya pale Kibindu, ambao mpaka sasa hivi anapatiwa matibabu, hali yake inaendelea vizuri. Lakini mara baada ya kufanya uokozi huo na kumfikisha hospitali, jeshi la polisi kwa ushirikiano na wananchi pamoja na walimu na wanafunzi walifanikiwa kumpata binti huyo. Naye alikuwa katika hali ambayo sio nzuri, kwa sababu ilikuwa ni mara yake ya kwanza. Hivyo ilikuwa ni rahisi kupatikana na alifikishwa hospitali wakati mahojiano mengine yanaendelea. Na katika mahojiano yake ya awali alikiri kwamba ni kweli yeye alikwenda chooni baada ya kusikia hayo maumivu ya tumbo yakimsumbua hiyo siku ya tarehe 19, lakini alipokwenda kweli alimtoa mtoto huyo. Lakini ni kwa nini alifanya hivyo, bado tunasubiri hali yake tengemai ikae vizuri ili tuweze kufanya mahojiano ya kina na kuona namna gani tunaweza tukaendelea na shauri hili. Lakini